Okay, karibuni tena. Kwa majina naitwa Dr. Joeli. Ni dokta anayehusika na masuala ya vitu mbalimbali, lakini leo nimekuletea somo zuri la husiana na habari za ndoto. Kwa hiyo kama ni mtu, kila binadamu anaota. Kama ni mtu ambaye ukilala unaota, sikiliza video hii mpaka mwisho, itakusaidia. Leo nimekuletea ndoto 5 ambazo si za kuzipuuzia katika maisha yako. Sawa? Basi ndoto ya kwanza, unapoota umejenga nyumba, una magari ya kifahari. Sawa? Unapoota umejenga nyumba, una magari ya kifahari, kuwa makini sana, kwa sababu una dalili ya umaskini wa kutupwa, kwa sababu wenzako hawaoti, wanainuka, wanapambana, wanatafuta na kupata hivyo vitu ambavyo ninakutajia. Ndoto ya pili ambayo sio kupuuza, ukiota unaokota hela. Ukiota kabisa unatembea kwenye ndoto unaokota hela, hiyo inaashiria wewe ni mkopaji maarufu. Tasafu, vikoba, braki pamoja na vikundi vingine vya kina mama vinakudai. Yaani unatakiwa walipe, kwa sababu tofauti na hapo, ukiota ndoto nyingine, ukilala ukaota tena unaokota hela, ukiokota hela utakamatwa, utapelekwa katika mikono ya sheria. Ndoto nyingine, ukiota unakimbizwa katika ndoto, usimame, kwa sababu njia nyingi za kwenye ndoto zinakuwa bado zinatengenezwa. Kwa hiyo usije kadumbukia kwenye ndoto, kwenye ulimwengu wa uhalisia pia tukukosa. Ndoto nyingine, ukiona unafanya mtihani, upo darasani unafanya mtihani. Huo mtihani unaofanya kwenye hiyo ndoto, usiandike jina, kwa sababu ukiandika jina tu kwenye maisha ya uhalisia utafariki. Kwa hiyo ndoto unapoota unafanya mtihani, mwalimu akwambia andika jina, usiandike jina, kwa sababu ukiandika jina ni utapata matatizo. Ndoto ya mwisho, ukiota upo na mpenzi maeneo ya hospitali, yani umeota uko na mpenzi wako unatembea maeneo ya hospitali iwe mkoa rufaa, inaashiria mmoja wenu atakuwa na UTI sugu au ana magonjwa ya kuambukiza. Kwa hiyo ukitoka katika ndoto yako unatakiwa ukamkapime na mpenzi wako ili kuweza kujua maendeleo ya afya. Kwa vipindi vyangu utaweza kulike video na kushare wengine wapate mafunzo. Asanteni.